Naam. Bwana, moja kwa moja wadau mbalimbali bwana wameshangazwa sana na kitendo cha Harmonize kwenda kukodi private jet kubwa, ambapo watu wengi sana wameelewa kwamba hii yote ni kutokana na madongo ambayo Baba Levo alikuwa akimtupia Harmonize hivi karibuni. Nadhani utakuwa unafahamu kwamba ndege ambayo alikuwa ameipanda juzi Harmonize bwana ilikuwa ni ndege fulani hivi ndogo. Kwa mujibu wa Baba Levo akasema kwamba ile ni aviator na sio private jet. Yani anajitahidi Harmonize kupambana au kushindana au kwenda level sawa na Diamond Platnumz, yani kukopi lifestyle ambayo Diamond anaionyesha. Lakini mwisho wa siku mambo yanakuwa magumu, maji marefu, anarudi nyuma. Kwa hivyo basi ameshindwa kukodi private jet, ameamua kukodi aviator kwenda Mwanza. Sasa basi ni kwamba baada ya hayo kutokea, at the end of the day ni kwamba jana jioni tukamwona Harmonize Konde Boy akiwa amejibu mashambulizi hayo kwa vitendo, maana amekodi na yeye pia private jet kubwa tu kwa ajili ya kwenda huko Mwanza. Jambo ambalo limepelekea watu wengi sana kuona kwamba kweli Harmonize ameamua kujibu au kufuata kile ambacho Baba Levo baada ya kumsema ameamua abadilike, afanye mambo makubwa kama the way ambavyo Diamond anafanya. Kwa hivyo basi kwa mujibu wa baadhi ya watu na wachambuzi na wadau wa muziki, wanadai kwamba Harmonize ameonyesha kuyumba, yani kwamba maneno ya watu yanamuaffect, yani kwamba maneno ya watu yanamkuta. Umeona bwana Yani baada ya Baba Levo kumsema na kumponda sana Harmonize kwamba amepanda aviator, basi moja kwa moja amejisikia vibaya na yeye pia ameamua kwenda kutafuta ndege kubwa aina ya private jet kwa ajili ya kusafiri nayo kwenda Mwanza. Kwa hiyo hiki ni kitendo ambacho kwa mujibu wa Haja amesema kama vile kinaonyesha udhaifu. Mtu mkubwa, mtu ambaye ni celebrity kama Harmonize lazima ujue kabisa kwamba watu watakusema hata kama ufanye nini. Umeona maana tunaona hata Diamond mwenyewe pia pamoja na makubwa ambayo anayoyafanya huaga na pia huwa watu wanamsema vile vile, lakini huwa hajali. So kitendo cha Harmonize kwenda kukodi private jet kubwa kisa tu Baba Levo amemsema vibaya ni kitu ambacho watu wameona kama vile anaendeshwa na miemko. So hebu sikiliza hapa alichokizungumza Haja the Incredible. Katika vitu ambavyo msanii unayejielewa na mwenye mipango hutakiwi kuvifanya hata mara moja ni kufanya vitu kutokana na mihemko ya watu, kutokana na stories za kwenye mitandao zinazoendelea. Wewe unaamua kuapprove watu kwamba mimi nina uwezo wa kufanya hiki ambacho ninyi mnasema siwezi kukifanya. Hiyo ni failure namba moja. Failure kwa nini? Kwa sababu msanii yeyote ule mwenye kuelewa kazi yake mara zote huwa na mipango ya mwaka mzima, kama sio ya mwaka, mipango ya miezi 6. Kitu gani atafanya ndani ya mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa 6. Mimi nasikitika kuona of course tunasema game zinachangamshwa na nini, lakini kuna tahadhari na paswa pia huyu msanii aelewe, na sisi kama watu wa burudani pia tunatakiwa kuelewa hiki. Kufanya kitu kwa miemko kuna gharama zake. Hiki ambacho kinaendelea, Harmonize sasa hivi unamwona anashare hiyo jet kubwa ambayo Diamond na wasanii wengine wakubwa Afrika wamekuwa wakiitumia. Mimi kwangu sioni kama ni sawa, kwa sababu natambua athari za kufanya vitu kwa miemko, hasa kutoka kwa huyu Harmonize. Hili leo kuizungumza pia wakati fulani, sio tukio la kwanza. I said wakati Harmonize anatoka WCB, mifano yake ili unielewe. Wakati anatoka WCB, aliwahi pia kutaka kucompete na Mwana, na yeye kuja na record label ambayo ndani ya mwaka mmoja ilisaini wasanii wengi zaidi, na ile ilikuwa ni kuwaonyesha watu kwamba ninyi mnaweza kufanya record label na mimi pia na uwezo wa kutengeneza record label yangu. Tazama matokeo yake baada ya muda ilitokea nini? Record label ilifeli ile. Mpaka leo hatuna msanii hata huyu mmoja kati ya wale wasanii 6 kama sio 7 wakina Country, Angela, Chili na Kili, Ibra na yeye mwenyewe. Sio kama umeelewa ndugu zangu. Kwa hiyo msanii hupaswi kufanya vitu vya kimihemko. Unapaswa kufanya vitu ambavyo vipo kwenye kalenda. Sasa tukio kubwa kama la msanii kuanza kutumia private jet kuruka kusafiri kwenda maeneo mbalimbali, hiyo kwa utaratibu maalum, hiyo inapaswa iwe inaendelea, ni tukio endelevu, na hiyo watu hawafanyi kwa show off.
Yani sio tu watu wanione mimi natumia private jet. Kibiashara hiyo ina faida. Sasa biashara, ili kitu chochote ili kiwe biashara kinahitaji consistency. Je, kwa kukurupuka consistency ya kupanda jet ya aina ile itakuwepo? Itakuwa endelevu? Hilo ndo swali ambalo tunatakiwa kujiuliza. Jet ni pesa nyingi kuikodi. Jet inahitaji uthubutu wa hali ya juu. Je, Harmonize tayari alikuwa yupo kwenye mipango ya kutumia hiyo jeti, au ndo anatumia leo kesho atumoni nayo? That's why nasema tusifanye vitu kimihemko. Mimi I'm pretty sure Harmonize angekuwa anahitaji kutumia jeti ambayo ameiposti leo Diamond ambao huwa anaitumia, tungeona toka siku ya kwanza, si juzi alianza kushare ile jeti yake, basi tungeiona ile jeti toka juzi anaitumia, then iwe inaendelea. Lakini sasa alianza kupost ile jeti ya kwanza, watu wakaanza kumcheka like jeti ya Kiaviator na nini. Amebadilika sasa hivi anapost hii jeti kubwa. Kwa hiyo hii jeti kubwa kwa yoyote haikuwa kwenye mipango, na kama jambo alipo kwenye mipango manake linamuumiza huyu msanii. Sasa kama linamuumiza, athari yake ni nini? Mwisho wa siku msanii huyu atafeli kwa sababu hakutokuwa na budget ya endelevu ya kutumia hizo jeti. Hakutokuwa na biashara. Wasanii wanatumia private jet kubwa za namna ile ili kukuza brandi zao na kupata pesa zaidi. Sasa kama atakuwa anatumia ili kushow off, kuwaonesha Watanzania na watu wanaomcheka kwamba bwana ile jet uliopanda wewe ni Aviator, ukisimama unatokea nje, hapo anafeli Harmonize. Na hiki ambacho kinaendelea, mimi nasikitika kwa nini Harmonize, yani remote ya Harmonize anaicontrol Diamond. Yani kwa nini anachofanya Diamond na Harmonize unapita nyuma? Ili kutengeneza legacy iliyokuwa bora, Harmonize inapaswa apite kwenye njia zingine mpya. Yani sasa hivi swala kuchekwa Aviator ilikuwa sio mchongo. Harmonize alipaswa aibuke na issue nyingine tofauti ambayo Tanzania tungemwandika kwa ukomavu na kutengeneza historia. Sasa hivi Harmonize huwezi kumwandika kwamba, hatuwezi kumwandika kwa ukubwa huo kama ambavyo Diamond pengine alianza. Tunaiandika hiyo story kwa vichekesho kama ambavyo vichekesho hivi vinaendelea. Ndugu zangu, sio kama mnaelewa. Diamond ametumia private jet kwenda mataifa mbalimbali ama nchini na nini. Harmonize angekuja basi na hiyo interview ambayo sisi tulikuwa tunaipigia kelele, Breakfast Club Tanzania wa kwanza, aende akafanye. Tungemwona Harmonize kaibukia Breakfast Club, atengeneze njia tofauti na mpya. Ndugu zangu, sio kurudia vitu. That's why tunamtaja kama msanii anayekopi na kupest, kwa sababu vitu anavyovifanya kaka yake alishafanya. Sasa tutarudia mpaka lini? Tutengeneze legacy yetu. Tusifanye vitu kwa mihemko. Tufanye vitu kwa mipangilio. Tuwe na project za muda mrefu za miezi 6 mpaka mwaka mmoja. Mimi wito wangu, ningekuwa kwenye management ya Harmonize, nisingeruhusu hiki kitu ambacho kinatokea sasa hivi. Yani nisingeruhusu budget itolewe Harmonize akawaprove wa Tanzania kwamba hata yeye anaweza kupanda jet kubwa kama ile. Sijajua kama jet ile kweli naruka pale ama vipi, na nilikuwa naomba ikiwezekana sasa, kwa sababu wewe mko approve watu wrong, tuonyeshe sasa ile jet iko angani. Kwa sababu naona vijana wengi wanapiga picha jet imekaa pale, watu wako ndani mle, haitembei. Sasa tuwaonyeshe. Next time Harmonize, usirudie vitu. Tengeneza njia mpya itakayoacha legacy kwenye muziki wako. Naitwa Dr. Upupo. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau na kipi cha kuzungumza, weka maoni yako katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.